Afisa wa benki ya Azania Bank, lakini pia nataka tuweze kuzungumza naye kwao kama taasisi au kama benki kushiriki kwao katika maadhimisho kama haya ya kongamano hili. Ni kitu gani ambacho jamii inaenda kuvuna kupitia kwao, lakini pia waweze kutuambia tathmini yao kwa ujumla kushiriki kwao, pengine kuna manufaa ambayo jamii husika au mkurugenzi ambaye anaenda kunufaika kupitia taasisi yao ya benki ambao ni Azania Bank. Kiongozi, mambo vipi? Safi tu. Kwa majina Naitwa Davis Hugo. Ni afisa mahusiano wa benki ya Azania. Pengine nyinyi kushiriki kwenu katika kongamano kama hili ni namna gani jamii inaenda kunufaika kupitia taasisi yenu? Kupitia taasisi hii, kwa sababu taasisi ya kuwasaidia kisheria kina mama. Azania Bank huwa tuko nyuma kwa kusupport wa kina mama, na huwa tuna mikopo kwa ajili ya kina mama ambao inaitwa mwanamke hodari. Kwa tunapokuja taasisi kama hii, tunawapa semina ya kuhusu mikopo hiyo na kuwapa fursa jinsi watakapokopa atakapoenda kutumia fedha hizo kwa ajili ya kujiinua kiuchumi. Lakini mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia mikopo imekuwa ina sintofahamu, hususan kwa wakina mama. Wamekuwa wengi wamekuwa wakikopa, lakini urejeshaji wao umekuwa ni wa kusuasua. Pengine nyie kama benki, ni mikakati gani rafiki ambao mnakuja nao kuhakikisha kwamba mnawapa elimu mikopo hii isiweze kuwatesa? Kikubwa cha kwanza tunawapa elimu ya kuhusu mikopo hiyo, kwa sababu unakuta kuna wengine hawajui utaratibu wa hiyo mikopo, kwa sababu wamesikia ipo wanakuja. Kwa hiyo tunachofanya kwanza, tunawapa elimu kuhusu mikopo hiyo na jinsi ya kuweza kuirejesha ili kuweza kujiinua kiuchumi. Ndio maana tukaja pia na mikopo yenye riba nafuu kama ulivyo riba 1% kwa mwezi, sasa na 12% kwa mwaka, ili iweze kumpata anapokopa mama kujiinua, basi isimuumize yeye mwenyewe katika hiyo fursa yake ambayo ameomba Azania Bank. Ndani ya sekunde kadhaa, namna hiyo unaweza kumzungumzia mkurugenzi wa taasisi ambaye ni Madam Joy Crispin. Ni mtu ambaye ukimuona na maono ya kuwasaidia watu kisheria, kwa sababu matatizo yapo kwenye jamii zetu. Kwa hiyo amekuwa mstari wa mbele sana kutusaidia wao wanahitaji msaada wa kisheria, na ndio maana anapenda pia sisi tuwepo ili pia tuwape fursa kama hizi ili waweze kujiinua, waweze kupunguza hizo matatizo ambayo wanayopatikana.